Ikiwa tu ni baada ya wiki, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ni sasa Jumatatu, niweze kukusalimu kwanza pote pale ulipo. Matumaini kwamba wewe usalama salamini kabisa katika afya yako. Mimi ninakuwa tu mwepesi wa kuweza kukupasha, lakini kukuomba kuungana nami mwanzo hadi tamati. Tunapatikana mashariki mwa Kongo, ni katika Kivu ya Kusini, ambako kituo hiki cha habari kinaweza kupatikana. Ni barani Afrika. Ninaweza kukuomba pote pale ulipo katika bara tofauti ulimwenguni mzima niweze kukaribisha katika kipindi hiki. Upate kunifuatilia mwanzo hadi mwisho, na mimi pia kuweza kukupasha. Basi ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, niweze kukuonyesha kuwa ni katika mtasari wa habari ndiko ambako nitakwenda kukuonyesha taswira kwa yale ambayo yataweza kuja kutukia katika habari kamili. Lakini tu kwa kuweza kukuomba kubonyeza hapo chini subscribe na kubonyeza alama kengele, unapata habari zetu katika muda mwafaka. Itakuwa ni jambo muhimu ambalo unaweza kufanya ili kwamba wengine wapate kufaidia wakati tu unapoweza kupata habari zetu na kuweza kuwatumia wengine nao. Kulike na kucomment ni kitu cha muhimu kabisa. Ikiwa wewe una maneno ya kusema na kulike kuonyesha kabisa tuko pamoja. Niweze kukupasha hali ya usalama hususan ni mashariki mwa Kongo, ndiko ambako nitakwenda kujibwaga leo. Ni katika Kivu ya Kusini na maeneo mengine katika mashariki ya Kongo, ikiwa katika maeneo ya huko Beni. Lakini hivyo kabla sijaendea Beni Uvira, lakini cha kwanza kabisa nitakwenda kukupasha katika hali ya Minembwe kwenye nyanda za juu Fizi Mwenga, ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota na hivyo kuweza kuweka taharuki kubwa na wasiwasi mkubwa katika maeneo ya huko Minembwe, hususani kwenye mioyo ya raia ambao wanaweza kupatikana katika maeneo hayo. Ikiwa tu niweze kuonyesha katika mtasari wa habari ya kuwa waasi wa FCM 23 wanaoungwa mkono na Red Tabara Twirwaneho, lakini imekuwa changamoto na kuweza kubadilika ya kuwa waasi M23 na hivyo kuweza kupambana dhidi ya majeshi ya Twirwaneho. Na hata pia huko Beni ambako hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya na hivyo kuwa katika wasiwasi mkubwa ya kwamba waasi wa FCM 23 wanaweza kushika muda si muda. Na Uvira pia hali ya usalama ambayo inaendelea kuzorota, ikiwa hapo jana tariki 7 Juni mwaka 2026 ambako mtu mmoja ameweza kufyatuliwa risasi ambaye anaitwa kwa jina la Mwanya. Ikiwa leo tariki 8 Juni mwaka 2026, niweze kukupasha. Ungana nami mwanzo hadi tamati. Baada ya mtasari wa habari, niweze kukupasha sasa habari kamili kwenye nyanda za juu huko Fizi Mwenga. Kutokana na vyanzo vya habari vya hapo awali na vyanzo vya habari vya sasa, vinaweza kutuonyesha tu hali ya usalama katika nyanda za juu huko Fizi Mwenga, hususan katika maeneo ya Minembwe, hali ya usalama kuendelea kuzorota. Lakini hivyo baada ya kuweza kusikika ya kuwa waasi wa FCM23 kuweza kushambulia ngome kadhaa za majeshi ya FARDC na wengine raia kuweza kujeruhiwa, lakini hivyo kuweza kutaarifiwa pia waasi wa FCM23 kupambana dhidi ya majeshi ya Twirwaneho. Ripoti za hapo awali zinaweza kutuonyesha kuwa mapambano hayo yalianza katika mida ya usiku saa 6 hadi mapambazuko, na hivyo kuweza kuleta maafa hususani vifo kwa ngambo mbili, ikiwa kwa ngambo ya waasi wa FCM23 na Twirwaneho. Lakini vyanzo hivyo vinaweza kutuonyesha ya kuwa mapambano hayo yamekuwa na chanzo kubwa ya kwamba waasi wa FCM 23 kupambana dhidi ya Twirwaneho ilikuwa ni sababu ya kuwa Twirwaneho imeweza kutoa sababu ya muhimu ya kwamba wao wanataka kujisalimisha, na hivyo kuleta zingine sababu ya kuwa Twirwaneho wanaweza kuonyesha kuwa watoto wao wanahasirika hususani katika magonjwa ya mtapiamlo, na hivyo
ndege isiyo na rubani ya jeshi la FARDC ikiweza kupeperuka hewani na kuweza kabisa kutangaza kwa yote yule ambaye anaweza kufichama katika pori, ikiwa kwa waasi wa M23 Red Tabara Twirwaneho kuweza kujisalimisha kwa jeshi la FARDC. Hivyo wakiomba na kuweza kuonyesha jambo la amani, wasiweze kabisa kukaa porini, lakini kwa yote yule ambaye atakaweza kukataa atachukua mzigo wake na kupata tatizo. Lakini kwa yote yule ambaye hatotaka kabisa tatizo, anaweza tu akajisalimisha. Twirwaneho ilipotaka kabisa kuondoka katika maeneo ya Minembwe, waasi wa M23 kuweza kuwazuia. Kwa kutokana na sababu kubwa ambazo waliweza kuzitoa, milio ya risasi iliweza kusikika na mapambano kati ya waasi wa M23 dhidi ya majeshi ya Twirwaneho. Hali hiyo inaweza kuleta taharuki na hali ambayo kuleta wasiwasi katika maeneo ya huko Minembwe, lakini hivyo waasi wa M23 kuweza kuangamia, nao pia Twirwaneho kuweza kuangamia kwa ngambo zote mbili. Hivyo majeshi ya FARDC wanaoungwa mkono na wazalendo kupatikana pembezoni mwa Minembwe ya kati kwa kuweza kabisa kushikilia usalama ya ardhi ya Kongo. Ndugu mpenzi msikilizaji, niweze kukuonyesha kuwa taarifa zinaweza kutuonyesha raia wanaopatikana katika maeneo ya Minembwe kuonyesha kuchoshwa na hali hiyo ya mapambano ambayo iliweza kutukia, hususani zaidi mapambano kati ya M23 dhidi ya Twirwaneho, na hivyo kuweza kuhofia kabisa wasije wakaweza kuangamia, kutoa wito mkubwa kwa majeshi ya FARDC iweze kuingilia kati jambo hilo, kuweza kushika maeneo ya Minembwe na kuweza kutuliza hali hiyo. Ikiwa ngambo ya waasi wa M23 Red Tabara Twirwaneho kuweza kushika maeneo na kutokutaka kabisa kujisalimisha, lakini ikiweza kuonyesha hali ya kutaka amani kwa majeshi ya FARDC na kuamua hata kupeperusha ndege isiyo na rubani na kuweza kutoa wito kwa yoyote yule ambaye anataka kujisalimisha haje ajiunge na jeshi la FARDC. Nyanda za juu Fizi Mwenga unakuwa uwanja wa mapambano ambao unaweza kutukia kati ya waasi wa M23 Red Tabara Twirwaneho na dhidi ya majeshi ya Kongo. Hivyo ikiwa jambo la kuweza kuleta wasiwasi mkubwa katika maeneo huko na raia kuwa katika hali ya wasiwasi, muda si muda kuweza kabisa kuondoka maeneo iliyo thabiti kwao. Hali ya usalama kuzorota inawafanya watu kuweza kutangatanga, hususan raia wasioweza kabisa kujitetea, lakini kuweza kutangatanga kwenda ngambo na ngambo, kukimbilia kutoka kijiji kimoja kuendelea na kufikia kijiji kingine, kwa kuweza kuepuka hali ya usalama kuwa mbaya na kuepuka vifo na majeruhi. Lakini punde tu kijiji ambacho unaweza kukimbilia kinapoweza kushambuliwa, pia kuweza kujielekeza maeneo mengine, hata kukosa msaada kwa wote wale ambao wanaweza wakawashikilia ya kwamba wasipate kushikwa na hali mbaya. Hususani katika shambulio la ndege isiyo na rubani kutoka kwa majeshi ya M23 Red Tabara Twirwaneho kuweza kushambulia ngome za majeshi ya Kongo ikiwa FARDC na wazalendo, imeweza kusababisha maafa sio tu kwa majeshi ya Kongo, lakini pia na raia wanaopatikana katika ardhi hiyo. Hali ya mapambano kati ya M23 na dhidi ya Twirwaneho inaweza kuleta wasiwasi katika maeneo ya Minembwe, na hivyo raia kutaka jeshi la FARDC kuweza kuingilia kati. Hivyo hali hiyo inaweza kulinganishwa na jambo ambalo limepatikana huko Washington DC, kuweza kufanya mapatano kati ya Rwanda na DRC kuweza kuwa amani, lakini jeshi la waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Red Tabara Twirwaneho kuweza kuonyesha hali ya kupinga mamlaka ambayo inatoka huko Umarekani ya kwamba waweze kuzima moto, wakati wanajeshi wa FARDC na wazalendo wanapotihi ya kwamba wazime moto, lakini waasi hao kuweza kusonga mbele na kutokuonyesha hali ya kuzima moto. Hali nyingine ambayo inaleta wasiwasi ni kwamba waasi wa M23 kuweza kuondoka mahali na kutangaza au kuonyesha hali ya kurudi nyuma, kumbe kuchukua njia nyingine mbadala, hususan kupita kwenye nyanda za juu ili ya kwamba wapate kuingia katika maeneo mengine huko Fizi Mwenga. Ikiwa hata hivyo huko Beni
hali ya usalama inaendelea kuripotiwa na kuonyesha kuwa sio hali nzuri ambayo inaweza kuonekana maeneo ya Beni, lakini tu wasiwasi mkubwa, na hivyo kuonyesha taswira ya kuwa waasi wa AFC M23 wanaweza kuingia punde si punde. Lalamiko imepeperushwa na kuonyesha kuwa Beni hiko katika hatari. Hivyo Uvira tariki 7 Juni mwaka 2026, mtu mmoja anayeitwa kwa jina la Mwanya ameweza kufyatuliwa risasi ikiwa katika maeneo ya Kimbangu katika kata ya uko Kabindula, na hivyo kuweza kupelekwa katika hospitali kuu ya hapo Uvira. Chanzo cha habari kinaweza kutuonyesha kuwa huyo alikuwa ni chifu au msimamizi wa kata hiyo, na hivyo kuweza kufyatuliwa risasi, kitu ambacho kinaleta taharuki na lalama kubwa ya kuwa watu waelewi kama ni mzozo wa vijana au mambo mengine katika mji wa Uvira. Mji huo unaweza kuonyesha wasiwasi hapo jana na kuweza kuonyesha jambo ambalo lisilopendeza, watu wengine kuumia mioyoni na kujiuliza tatizo ni nini. Chanzo cha milio ya risasi hiyo na kujeruhiwa kwa baba huyo alijaonyesha sababu muhimu ya kuwa alitenda kitu fulani ya kwamba umeweza kumfanyia jambo hilo, lakini wasiwasi tu imeweza kuonekana katika mji wa Uvira na jambo ambalo lisilopendeza. Watu ambao waliweza kuhusika na jambo hilo hawakuweza kutambulika ya kuwa kama ni warugaruga katika mji wa Uvira, wazalendo au jeshi la FARDC. Inaleta kuchanganyikiwa kabisa na kutokuelewa hali ambayo inazidi kuendelea hapo, hususan jana tariki 7 Juni mwaka 2026 katika mji wa Uvira. Nimekuja tena kwa sauti yangu ya mwisho kabisa baada ya kuweza kukupasha katika mtasari wa habari na kukupasha habari kamili. Hii sasa ni kuja kumalizia na kusema asante, ulikuwa nami mwanzo hadi tamati. Uweze kabisa tena kujiunga nami katika vipindi vingine. Usisahau kujiunga katika channel hii kwa kubonyeza alama ya subscribe hapo chini na alama ya kengele, unapata habari zetu katika muda mwafaka. Ni sauti yangu imeweza tu kukupasha habari, na wewe tu ninakuomba kuwatumia watu wengine wapate kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia, na kulike kuonyesha kama tuko pamoja. Leo ni tariki 8 Juni mwaka 2026. Tukutane tena katika vipindi vingine. Asante.